Baadaye mambo vipi mtazamaji wa Mabumi Media? So cha msingi ni kubonyeza alama subscribe. Asante sana mwanafamilia. Kama hujafanya hivyo basi fanya, alafu twende sambamba. Alright, kwenye game sasa hivi ya Bongo Flava kumekuwa na maneno mengi sana ya huku na kule, kutupiana mipira. Huyu anamtupia yule anamtupia mipira huyu hapa. Sasa hiyo tunaizungumza kutokana na sakata ambalo limemkumba Chinga Ibra, ambaye kwa sasa hivi anatamba na ngoma yake ya copy and paste. Ibra tumemwona wiki nzima hii amekuwa akiomba maraia wananchi waweze kumchangia fedha ili aweze kuondoka katika record label ambayo amekuwa akishikiliwa pale kwa muda mrefu sana, na kiasi ambacho kinahitajika ili kuweza kuvunja mkataba ili aondoke kwenye record label ya Konde Gang ambayo inamilikiwa na Harmonize ni kiasi cha bilioni 1 za Kitanzania. Just imagine, pesa fulani hivi ndefu sana. Sasa hii pesa wanasemaga pesa inazua uadui, pesa imezua kila kitu. Madi of course alikwisha kuimbaga pesa katika vitu vingi sana. Harmonize tunakumbuka ishapitiaga wakati mgumu, kipindi ambapo anataka kuondoka kwenye record label ya WCB, na kwa mujibu wake anadai kwamba alilipa zaidi ya milioni 600. Unaikumbuka ile interview alifanyaga airport, akawa anazungumzia the way ambavyo Diamond alimpa manyanyaso makubwa sana ya kimkataba. Stories zikawa nyingi za kutosha, lakini mwisho wa siku mshikaji alikuja kulipa, kila kitu kikawa safi, akaendelea na maisha yake, na Diamond akaendelea na maisha yake, record label yake ya WCB ambayo Harmonize alianzia maisha pale. Sasa maisha yana kanuni ya kujirudia. Maisha yana kanuni ya kufanya vile vitu ambavyo huenda tulivizungumza kwa namna moja ama nyingine kwa watu wengine, huenda vikaturudia. Hii inakuja baada ya Harmonize kuweza kuposti kuhusiana na mchongo wa mtu mzima Ibra. Tunafahamu kwamba Ibra kwa siku za hivi karibuni ameonekana akifanya ngoma zake kivyake. Hata ile Konde Music Worldwide wanapenda kuitumiaga ile. Sasa anajaribu kuiweka katika nyimbo inakuwa ikae, lakini Konde Music Worldwide. Sasa hivi ni design kama Ibra ameacha kuitumia, na Harmonize aliposti kuhusiana na kumchangia Ibra shilingi 100,000, kitu ambacho watu wengi walikichukulia ni kama mshikaji alikuwa anafanya kama utani hivi ili ionekane kama hakuna kitu kinachoendelea, lakini Ibra baadaye alikuja akanyoosha maelezo kwamba this is serious. Hiki kitu ambacho nawaambia wananchi wanichangie ni kitu fulani hivi ambacho ni serious, nataka niondoke katika record label ya Konde Gang. Harmonize aliweza kuandika, nimemchunguza sana mdogo wangu Chinga, nimegundua ana roho mbaya, na kama sio roho mbaya basi ni ibilisi amempanda kichwani, maana hata siku aliyoposti na kusema na mdai bilioni 1 ni ile siku ya birthday ya mjukuu wangu Amara. Yani mimi na kipenzi changu tuna trend, anamaanisha sasa Kajala, au sio ile siku alivyoenda kwenye birthday ya mtoto wa Mariona Paula. Mimi na kipenzi changu tuna trendi. Kiufupi alisikia wivu. Harmonize akacheka, akaweka emoji ya kucheka, akaendelea kusema, guys, sijamuomba Chinga bilioni, ila mkataba aliosign na lebo unasema ikitokea watu au mtu anataka kumnunua mwenye malengo makubwa zaidi ya Konde Gang, pengine tunaweza kutofautiana kipato, anatakiwa alipe bilioni 1 kwa Konde Gang ili uweze kuwasaidia vijana wengine, na nilimwambia nitabaki kuwa kama kaka yake, lakini pia Konde Gang ni chama lako, this guy have to pay. Nililipa kwa kukopa, mchangieni. Ile nililipa kwa kukopa it means anawakumbusha watu kwamba kipindi anaondoka na yeye WCB Wasafi alilipa pesa kwa kukopa. Baadaye Ibra akaichukua hii story ambayo Harmonize alikuwa ameandika, akaenda akaiposti kwenye ukurasa wake wa IG na kuandika kwamba sitokusifu kwa roho mbaya na wala sitokutangazia mabaya yako, na ndiyo maana hata waandishi wa habari na wakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni kioo ila chenye ukungu, lakini pia ninachoamini msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa. Umenisaidia sana kaka Konde, pia nikiendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye ulitaka mama yangu aliyenizaa ni muue.
Konde Gang alitaka Ibra muue mama yake kikatili, wakati nguvu za kumpambania ninazo kaka Konde, na bado unakaa kunitangazia mabaya. Sema nini kaka yangu? Asante, maana hata nikiongea mimi maskini, kauli yangu haifanani na ya kwako tajiri. Najua lengo lako nikose kabisa msaada ili nije tena kukuomba pango uniite chumbani kwako kama ulivyoniita mara ya kwanza. Ni jaribio lako likashindikana. Mimi sio chakura bro, mimi ni msela na nitaendelea kutunzia maovu yako mengine, sababu najua utabaki kuwa kaka. Akamention Harmonize. Sasa hapa kuna vitu viwili inabidi tuvifikirie kwamba ni kweli Harmonize alitaka kumuua mama yake na Ibra alitaka kumwambia Ibra muue mama yake. Ni kwa namna gani basi? Nakumbuka siku za hapa nyuma Ibra aliweza kusimulia kuhusiana na pesa ambazo alichangiwa, aliweza kumtumia mama yake ili aweze kupata mahitaji. So it means huenda alimuomba Harmonize pesa akamnyima, huenda labda kuna vitu fulani hivi waga wanazungumza kuhusiana na wazazi, lakini Harmonize waga amsapoti huyu bwana mdogo Chinga. Lakini pia jambo la pili ambalo na kuachia kama swali ni kuhusiana na hii ambayo aliandika kwamba alivutwa chumbani na mtu mzima Harmonize Ibra na kufanyiwa jaribio ambalo lilishindikana, alafu akaandika mimi sio chakura bro, mimi ni msela, naendelea kukutunzia maovu yako. Vipi? Harmonize alitaka kumfanya nini chumbani Ibra? Jaribio ni nini? Ni kitendo ambacho mtu anajaribu kufanya au anajaribu kuonyesha kitu fulani. Sasa huenda akafanikiwa au asifanikiwe. Sasa hapa mbele alivyoendeleza kusema kwamba yeye sio chakula, ikatupa wasiwasi kidogo kwamba ni kweli Harmonize alitaka kumuingilia kimaumbile mtu mzima Ibra. Still ni question. Jibu unaweza kuwa nalo wewe mwenyewe. Lakini pia baadaye Harmonize alidondoka kwenye ukurasa wake wa Instagram pia na kuweza kupost na kusema kwamba unaweza ona sijawekeza chochote, ila tambua nilishawekeza kila lililo ndani ya uwezo wangu, utu thamani yangu, na kuwa leo mdogo wangu unaiambia dunia kwamba mimi sina utu katika watu. Mimi ni kafiri kiasi hiki, licha ya kwamba nilikudekeza na kukuona kama mdogo wangu. Kama maripo ndiyo haya, kama mbwai iwe mbwai, lazima ulipe deni. Don't need you anymore, pay the label, na kutrendisha ili watu wajue, waone ukweli, ili kulipa utalipa kama ulivyolipa, kama nilivyolipa superstar. Congratulations kwa kujitangaza uchoko, tunarudi nyuma sasa kule. Pia ila binafsi na kujua huna hata dalili hizo, aliyekudanganya I feel sorry for you, kwa sababu haipo kwenye mkataba kwamba tulisaini choko au mtu makini. Aliweza kuandika hivi na issue ikazidi kuwa serious, lakini Harmonize kuishia hapo. Alidondoka kwenye page ya Ibra na kuandika, ukaona ujitangaze ushoga, you have to see doctor, mdogo wangu, sorry. Baadaye Ibra akaja kumjibu, endelea kuita vijana wako chumbani, sio mimi ni msela. Oyawe, kamaliza hivyo Ibra. Bana, story imekuwa ndefu sana, na nilimwona Alibi pia, lakini pia ma superstar wengine. Juma Lokole nilimuona kwenye comment pale. Alibi alimuuliza, uliitwa chumbani upimwe oili? Ozarie mususi akaandika hivyo. Lakini mtu mzima Ibra alienda akamjibu akamwambia, bro, nina mengi, ila sasa kiumbe chenyewe hakitaki kuonewa huruma. Nimenyamaza, bado ananiongelea vibaya, inaniumiza sana bro. Ibra aliandika hivyo. Baadaye leo na kuhadithia story imefika hadi kwa Diamond Platinum, yani kesi imefika mpaka kwa mtu mzima Simba. Baadaye Baba Levo aliweza kuandika, we kila ndage, hebu fikiria, mtu mmetokaje mkoa mmoja, umemsema, umemsaidia, alafu anakuomba hela ya kodi, unamwambia aje chumbani. Sasa huyu kila ndage anamaanisha kwamba ni Harmonize. Ulitaka umchane mdogo wako, mademu wote ulionao, bado ulitaka kumuingilia homeboy wako. Baba Levo aliweza kuandika hivyo na kuashiria kwamba Ibra amepitia magumu sana na Harmonize alitaka amfanyie hicho kitendo. Akuishia hapo, akasema kwamba kila ndage akishavuta bangi anawaza ujinga sana, ukizingatia dogo mwenyewe ni modomodo yule, na tunajua mtu mzima Harmonize anapenda Mr. Mwanda. Si angemuingilia kichwa mvilingo na shepu lake. Kichwa mvilingo ni Mwijaku.
baadaye hii story imekuwa kubwa sana. Lakini pia baadaye Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuposti picha zake nyingi sana, lakini ngoma ambayo aliiweka ilikuwa ni ya Ibra, copy and paste, ngoma ambayo Konde Gang hawajaifanyia promo yoyote. Aliposti zake tu picha, watu wengi wakaenda ka comment pale, na Ibra of course alidondoka akamwambia babwe, asante kwa support, lakini naomba nichangie mchango. Akamwekea jina na lipa namba. Kiroho safi, Ibra akaondoka. Harmonize sasa akaichukua ile picha ya Diamond akaiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Aliandika, asiyekubali kupitwa sasa, hilo ili mradi aonekane kamchukua yeye dogo, hata umkatae vipi king'ang'a kama hakulipwa vile milioni 600. Hapendi kabisa kaka mkubwa Swahili Singer, ukichanganya na chaka chuchaka yake ya Tarime haikutrendi. Aliweza kuandika hivyo mtu mzima Harmonize. Ni kama Harmonize ameamua kumdondoshia dongo kwamba Diamond watu wanatoka wamuone kama ndo anamchukua Ibra. So stories zimekuwa nyingi sana, na kila mtu amekuwa akiwaza hii kitu inaendaje, mwisho wa siku inaishaje. Lakini all in all, wewe kwa story ambavyo unaiona, je, ni sahihi kwa Ibra kutozwa bilioni 1 kwa makubwa ambayo huenda ameyafanya pale Konde Gang, na hiyo pesa anaitoa wapi akiwa kama msanii? Na baada ya kuipata, mwisho wa Ibra utakuwaje? Vipi Diamond Platnumz anaweza kumchukua Ibra na kumsaini pale WCB? Tunafahamu kila mtu kwamba Ibra ni moja kati ya vipaji ambavyo havifichiki, vinaonekana. Ukikiangalia unasema tu hiki ni kipaji, hii ni mali. Nakumbuka kipindi Ibra natoka na Wandoto, ndio kipindi ambacho Zuchu alitoka na EP yake ambayo ilikuwa na ngoma fulani hivi nyingi sana. Mafanikio ya Zuchu yamekuwa makubwa sana. Tunamwona yuko kwenye record label, na yeye kuna kipindi alitaka kuondoka lakini bado yupo. Ibra vipi kwa upande wake? Msala atavuka? Hizo tuhuma za uchoko ni za kweli? No, bonyeza alama subscribe. Tuna vitu vingi sana vya kukuhadisia mtu wetu wa Mabumi Media. Mimi naondoka, nitarudi next time. Bye bye, ciao, bye.